Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunaelekea huko Teheran ambapo Waajemi wanadai kwamba Marekani imekuwa ikielezea namna ya vitisho mbalimbali, lakini hawana uwezo wa kufikiria kuanzisha vita dhidi ya Iran. Iran inadai kwamba wapo imara na hakuna yeyote anayeweza kufikiria kuanzisha vita dhidi yao. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema majeshi na serikali ya Marekani wamekuwa kiwaza namna ya mapambano dhidi ya Iran, lakini serikali yetu tumeijengea nchi kinga ya kutosha kiasi kwamba hakuna hata mtu anayeweza kufikiria kuanzisha vita dhidi ya Iran. Ni maneno tu ambayo yamekuwa ni ya vitisho ambayo tumeyazoea, lakini hakuna atakayejaribu kufanya shambulizi ndani ya ardhi yetu. Hata hivyo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, ameyasema hayo kwa kujiamini wakati alipotembelea makao makuu ya kamati ya Nairuz katika jumuiya ya Hilal Nyekundu na kusema vikosi vya ulinzi na serikali ya Iran vimeshajitayarisha kwa hali yoyote ile na vikosi vya kutoa misaada pia vimejitayarisha vilivyo, na hii inajenga kinga kwa nchi kiasi kwamba hakuna yeyote anayewaza kufikiria kuanzisha vita dhidi ya Iran. Amesema maandalizi yetu haya yanajenga kinga kwetu na kutufanya tuweko tayari kikamilifu kwa hali yoyote ile. Kabla ya hapo pia, siku ya Jumamosi, kamanda mkuu wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Kiumaz Haidar, alikuwa amesema kwamba kikosi chake kiko macho na tayari kabisa kuangamiza maadui endapo watathubutu kufanya mashambulizi dhidi ya ardhi hiyo ya Waajemi, taifa kubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kikosi cha nchi yetu na jeshi la Iran daima kiko macho na wapo tayari kusambaratisha maisha kwa fedheha kwa maadui iwapo kutatokea makosa yoyote. Brigedia Jenerali Haidar amebainisha kuwa ni muhimu kwa vikosi vya kijeshi vya Iran daima kuimarisha utayari wao wa kivita na uwezo wa kuzuia hujuma ili kudhamini usalama endelevu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kamanda huyo mwandamizi wa Iran amebainisha kuwa vikosi vya nchi kavu vinajaribu kudumisha umakini wao kamili na kutegemea mafanikio ya hali ya juu ya ulinzi na usalama ili kudumisha usalama wa mpaka. Matamshi hayo ya viongozi wa Iran yametolewa wakati huu ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kupiga ngoma ya vita dhidi ya Iran, huku akidai kuwa Teheran inaweza kukabiliwa kwa chaguo la kijeshi iwapo hakutafikiwa makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kamanda Haidar ameeleza kinachowatia kiwewe maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hata zaidi ya silaha za kijeshi ni taifa kubwa la Iran na uungwaji mkono wa wananchi kwa mfumo wao wa utawala. Iran inasema inajibu vitisho vya maneno vya maadui kwa vitisho, na iwapo adui atafanya kosa la kutekeleza kivitendo vitisho vyake, basi majibu ya kivitendo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yatakuwa makali mno. Hata hivyo, moja kati ya nchi ambazo zimekuwa ni tishio kwa sasa kwa nchi hiyo ya Iran ni Marekani ya utawala wa sasa wa Rais Donald Trump. Ni Marekani ambayo imekuwa na vitisho vikali mno na hatimaye kutuma barua kwa uongozi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa maana barua iliyopelekwa kwa Ayatollah Al-Khamenei ambaye amejibu vikali kwamba hatoweza kuzungumza na rais wa Marekani ama serikali yake kutokana na ukweli kwamba waliwahi kufanya mazungumzo lakini baadaye wakaamua kuyatupilia mbali, na hivyo sasa hakuna nafasi hiyo tena. Marekani imesema kwamba kuna uwezekano ikatumia makombora yake yenyewe kupambana na Iran ama kuitumia Israel katika mapambano dhidi ya taifa hilo la Waajemi. Lakini Waajemi wanadai kwamba pale ambapo Marekani itaamua kufanya mashambulizi, ni wazi hili litajibiwa vikali, na ni kwamba Iran ipo tayari kufanya mashambulizi ndani kabisa mwa taifa hilo la Marekani, tofauti na baadhi ya nyakati ambapo baadhi ya mataifa kama vile Iraq wakati wanapambana na Marekani wamekuwa wakipambana kupitia ngome zao za kijeshi ambazo zilikuwa katika baadhi ya mataifa mengine ya Mashariki ya Kati na kwingineko. Mtazamaji, endelea kutufuatilia hapa kupitia The World News, utakuwa ukifahamu mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.